Ndugu wapenzi watazamaji au wasikilizaji wa channel ya El TV, ni wakati mwingine tena ninawakaribisha tena kwa mara nyingine kwa ajili ya kwenda kujifunza maneno ama kujifunza neno ambalo limeandaliwa siku ya leo kwa uweza wake Mungu, ambalo linaweza likawa msaada juu ya maisha yako ya kila siku. Siku ya leo nitaenda kuzungumza kwa habari ya kanuni za kufanikiwa katika maisha yako. Kanuni za kufanikiwa katika maisha yako. Ziko kanuni nyingi sana ambazo wengi wameeleza kwa habari ya mafanikio, lakini nitaenda kuonyesha kanuni kadha wa kadha ambazo zitaweza kuleta mabadiliko juu ya maisha yako ya kila siku unayoishi. Kabla sijaendelea, nikaenda kumwomba Mungu ili tuendelee na somo letu la leo. Lina kichwa kinachosema kanuni za kufanikiwa katika maisha yako. Baba, katika jina la Yesu, wewe ni mkuu sana, wewe ni mweza wa yote, wewe uketie mahali pa juu palipoinuka. Sasa ni wakati mwingine ninakukaribisha tena, Bwana. Baba, tunaomba ukatuongoze, ukatutie nguvu Bwana Yesu, ukafungue fahamu zetu za roho ili kusudi tunapolisikia neno hili Bwana ambalo umeliandaa kupitia kinywa cha mtumishi wako Bwana, ili Bwana watoto wako watakapoenda kulisikia Yesu likapata kuwabadilisha maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Ninazuia yule adui anayepitisha vitu vyake katika jina la Yesu Kristo. Amen. Sasa baada ya maombi tuendelee na somo letu lenye kichwa kinachosema kanuni za kufanikiwa katika maisha yako. Tuangalie kanuni ya kwanza. Inasema kwamba tafuta ufalme wa Mungu kwanza. Tafuta ufalme wa Mungu kwanza. Tukisoma kile kitabu cha Mathayo ile sura ya 6, mwongozo tunaanzia hapo Mathayo 6 na ule mstari wa 33. Biblia inasema, bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa. Basi msisumbukie ya kesho, kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe. Haleluya. Angalia, kanuni ya kwanza inatuelekeza tuweze kutafuta kwanza Mungu ili kusudi tuweze kufanikiwa katika maisha yetu. Ili tuweze kufanikiwa ni lazima tuifuate kanuni hii inayosema kwamba tuweze kumjua kwanza Mungu, ndipo na hayo yote yatazidishwa. Kwa sababu katika maisha yako unapoweka kipaumbele Mungu, lazima kuna kitu cha tofauti kitaonekana, kwa sababu ndani ya ufalme huo kunayo na mafanikio makubwa sana endapo utajua hiki ninachokuambia kwamba kanuni hii utakapoishika kwa makini, basi kuna jambo litatokea la tofauti katika maisha yako. Watu wengi wanasumbukia ya dunia kuliko kusumbukia ya ufalme wa Kristo Yesu. Wanawaza na kuwazua jinsi gani ya kufanikiwa katika maisha yao, au ni njia gani tunaweza kutoka kwenye umaskini na kukaa kwenye raha, lakini hawajapata majibu au jibu. Bado wanajuhudi sana, bado wanaongeza bidii sana, lakini wameisahau kanuni ambayo ndio inaweza kuwapatia majibu juu ya mafanikio. Na usizani hawafanyi kazi
au sidhani watu hawafanyi kazi, wanafanya, lakini bado uchumi haujakaa sawa. Na usininukuu vibaya ukadhani ninafundisha watu wasifanye kazi. Ninaposema tafuta falme ya Mungu na haki yake, maana yake kabla hujawaza kufanya mambo yako, waza kwanza ya Mungu, ndipo ya kwako yawe namba 2. Yani yape nafasi ya kwanza mambo ya Mungu. Hapo ndipo utaanza kuona mafanikio katika maisha yako. Watu wengi huwa hawaelewi maana ya mstari huu unaosema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na hayo yote mtazidishiwa. Wanafikiri Mungu alikuwa anamaanisha tunapotafuta ufalme huo wa Mungu tusifanye kazi. Hapana, huko ni kutokuelewa Mungu analenga nini anapokuambia umtafute yeye. Haleluya. Utafute ufalme wake. Anataka yani umjue au tumjue yeye. Tumjue yeye ili kusudi hawezi kutuzidishia yote. Na maana ukimjua yeye, yote yale unayotaka katika maisha yako yote anasema atayazidisha. Kwa sababu gani atazidisha? Umempa nafasi ya kwanza. Ndani ya huo ufalme viko vitu vingi vya thamani sana, ila tu watu hawajatambua jambo hili kwamba ndani ya ufalme, kama ni magari yako, kama ni pesa ipo, kama ni nyumba ipo, kama ni mashamba yapo, kama ni chochote chenye thamani kipo katika huo ufalme. Kila kitu utapata ndani ya huo ufalme wa Mungu, kwa sababu kila kitu ni mali yake Bwana. Ukisoma ile Zaburi tuthibitishe kwamba vyote ni vya Mungu. Tuthibitishe vyote ni vya Mungu unaovitafuta ili uelewe kwamba viko chini yake. Kwa hiyo unapotaka kuvitafuta, umfuate huyo mtu mwenye hivyo vitu. Ukisoma kile kitabu cha Zaburi 24 na ule mstari wa kwanza, anasema nchi na vyote vijazavyo. Samahani, tarudia. Nchi na vyote vijavyo ni mali ya Bwana, dunia na watu wakao ndani yake. Angalia, anasema vyote, wewe ni mali ya Bwana na yote yaliyo kwenye dunia ni mali. Sasa unashindwa kuelewa wapi mwenye hivi vitu ukimtafuta atakupa. Ina maana utasumbuka, utahangaika, kwa sababu ukishampata aliye na vitu vya thamani, au ukishampata uliyekuwa unamtafuta, umevipata ulivyokuwa unavitafuta. Lengo la Mungu kutaka tumtafute yeye, alitaka tupate faida mara 100 duniani na mbinguni mara 100. Tambua, unapokuwa umefanikiwa kumjua Mungu, lazima utafanikiwa kielimu, kiuchumi, kibiashara, kindoa, kitaasisi. Kwa nini? Mwanzilishi wa mambo yote ni yeye, maana ndiye anayemiliki mbinguni na duniani. Tuthibitishe kama yeye anamiliki. Sio kasema kwamba anamiliki vipi, tuthibitishie. Sasa mimi nathibitishia ili muelewe kwamba Mungu ndiye anayemiliki yote katika hii dunia na mpaka mbinguni mtawala. Kusoma kile kitabu cha Isaya 66 mstari wa kwanza, anasema Bwana asema hivi, mbingu ni kiti changu cha enzi na dunia ni mahali pa kuweka miguu yangu. Bwana Yesu asifiwe. Angalia, anasema mbingu na dunia. Angalia, mbinguni kiti chake cha enzi
na duniani ameweka miguu yake. Sasa huoni kwamba hapo unaweza ukaelewa kwamba yeye ndiye mmiliki wetu? Kwa hiyo sasa, kama hiyo pesa unaitaka anaimiliki yeye, kama hiyo gari si unataka miliki yeye, yaani chochote unachokitaka kwenye dunia anamiliki yeye. Sasa kwa nini usimtafute mwenye hivyo vitu ili akupe hivyo vitu unavyovitaka? Na maana unapomkwepa mwenye hivyo vitu, maana yake hutaki kuchukua vitu alivyo navyo. Kwa hiyo nataka nikwambie, tafuta ufalme wake na haki yake, na hayo yote atakuzidishia. Hivyo basi, unapotafuta ufalme wa Mungu, kadhalika na kazi utakuwa unafanya, kazi isiwe sababu ya kutokutafuta ufalme wa Mungu. Bidii ulionayo kwenye kazi zako, ongeza bidii pia kwenye ufalme wa Mungu. Utaona mafanikio makubwa katika maisha yako. Mtu mmoja aliniuliza swali au aliniambia kwamba eti wewe unasema kwamba tutafute ufalme wa mbinguni. Nikamwambia ndio, kuna faida nyingi. Akasema wewe huko ni kuwa maskini. Nasema wote walioko kule ni maskini. Akaniambia unapokuwa unatafuta ufalme wa Mungu utakuwa maskini. Lakini mimi nikamwambia huwezi kuwa maskini, kwa sababu Mungu ndiye anayetajirisha na kumtoa mtu mavumbini, na ana uwezo wa kumfukarisha mtu. Kwa hiyo wapo watu ambao hawaelewi maana ya kumtafuta Mungu, bali wanajua kutafuta fedha na utajiri. Wanasahau kila kitu kipo chini ya Mungu. Hicho wanachokitafuta anaweza akawanyang'anya. Tupate uthibitisho. Nasema Mungu anawezaje kumnyang'anya mtu utajiri aliomba? Kuna kumnyang'anya. Anaweza kunyang'anya kitabu cha Samueli wa kwanza. Tuone nani anayetoa utajiri kama sio Mungu. Ni Mungu anatoa utajiri. Na ni Mungu yeye akitaka kunyang'anya utajiri unaojivunia nao, unataka kutafuta uso wake, basi anaweza akachukua. Sababu ni tumesoma pale kwenye Zaburi 24 anasema ni mali yako. Kwa hiyo mwenye mali akitaka ni sana mtu ambaye anajifuna yuko katika labda nyumba amepangisha labda, lakini mwenye nyumba akitaka kuchukua nyumba yake huna ujanja, inabidi tu utii. Kwa sana huko lazima utii kutafuta ufalme ili kusudi kuzidishie katika maisha yako, usiishi maisha ya taabu. Samueli wa kwanza tuangalie pale Mungu anaweza kumfukarisha mtu na kumtajirisha mtu pia. Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari ule wa 7 na 8 tasoma, anasema Bwana hufukarisha mtu naye utajirisha, ushushe chini tena uinua juu, umuinua mnyonge kutoka mavumbini, umpandisha mhitaji kutoka jani, ili awakatishe pamoja na wakuu, wakakirithi kiti cha enzi cha utukufu. Kwa maana nguzo za dunia zina Bwana, naye ameuweka ulimwengu juu yake. Haleluya! Angalia, anasema yeye anaweza akampa mtu utajiri, anaweza akamnyang'anya utajiri na akafukara. Kwa sasa mtu anaweza akajitapa kwamba anao utajiri. Ina haja gani ya kutafuta uso wa Mungu? Ina haja gani ya kutafuta ufalme wa Mungu? Kwani na shida gani? Watafuta wale ambao hawana hivyo vitu ili wapewe. Mimi namuomba nini? Watu wengi wanasema kwamba anaomba nini? Akati kila kitu, kama ni gari nao, kama ni mke nao, kama ni watoto nao, kama ni pesa, yani nazo kiasi. Namuomba Mungu. Lakini kumbuka anasema anaweza akakufukarisha, anaweza akakushusha chini, akamuinua mnyonge. Kwa hiyo hata kama unamiliki kila kitu, inafaa kutafuta uso, kwa sababu hicho kitu kitakachokuja kukwama mahali fulani utashindwa namna ya kukirudisha. Lakini unapokuwa katika kutafuta ule ufalme wake, basi kuna mambo ambayo yatakuwa na ulinzi juu ya hivyo vitu ulivyo navyo.
Lengo lingine Mungu ambaye anataka tumtafute, alitaka tumjue, na tunapomjua tupate faida katika maisha yetu. Kwa mfano, kama haumjui Mungu, ukayumba kindoa, ukayumba kiuchumi, ukayumba kiafya, ukayumba kielimu, swali, je, utamkimbilia nani? Unaweza kusema nitakimbilia hospitali, au unaweza kusema nina fedha, nitaenda India. Ni sawa, unaweza ukafanya hivi. Je, uko nako ukakwama, au ukikwama utakuwa mgeni wa nani? Ndugu mpendwa, kubali kutafuta ufalme wake Mungu ili upate faida kwenye maisha yako. Nataka tuangalie baadhi ya faida ambazo zinaweza kukuletea manufaa katika maisha yako. Tuangalie faida za kutafuta uso ama kutafuta ufalme wa Mungu. Unapokuwa unakuwa mwana wa ufalme. Kwa hiyo kuna faida ambazo amezitoa pale, ameongelea kwenye kitabu kile cha Kutoka ile sura ya 23 na ule mstari wa 25. Biblia inasema hivi, mstari wa 20, nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako. Faida ya kwanza, atabariki chakula na maji yako. Faida ya pili, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Anasema faida ya pili, ataondoa magonjwa yako yaliyokuzonga yanayokuzunguka. Faida ya tatu, hapatakuwa na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa. Anasema hakutakuwako na mtu ambaye atakayeharibu mimba, au mimba hazitaharibika. Manake kama ni mwanamke atajifungua salama. Kama ni kwenye familia yako au katika maisha yako, kama kuna biashara umebeba ndani yako, basi haitaharibika. Kama ni maono umebeba ndani yako, hayataharibika, yatakuwa salama. Kwa sababu gani? Umewekeza ufalme wa Mungu katika maisha yako. Umejiwekeza kama ulivyojiwekeza katika benki, kwa umewekeza akiba ya ufalme wa Mungu, Kwa hiyo lazima ujue hiyo pia ni faida moja hapo. Faida nyingine katika hichi kitabu cha Kutoka sura 23 mstari wa 25, faida nyingine, hakutakuwa na tasa kiroho na tasa katika mwili juu ya nchi yako ambayo Mungu amekupa uishi. Anasema kwamba tasa wa kuzaa, tasa katika biashara, tasa kielimu, tasa kindoa, tasa yani tasa ni mtu ambaye hawezi kuongeza chochote. Tasa ni mtu ambaye hazai. Biashara yako haizai, kazi zako hazizai, shamba lako halizai. Lakini sasa anasema kwamba endapo katafuta falme wake, basi utasa huo utaonekana. Faida nyingine, siku zako zitatimizwa, yani hutakufa kabla ya wakati. Adui hataweza kukatisha siku zako za kuishi kwenye hii dunia ambayo Mungu amekweka. Mfano, unaweza kukuta mtu kaanzisha biashara, haifiki mbali, inaishia njiani, inakufa. Bwana amesema hivi, biashara yako itatimizwa sawa sana miaka ya kutakaoishi duniani, mpaka kizazi chako kitaikuta inastawi siku kwa siku. Faida nyingine, anasema Bwana atatuma utisho kwa adui zako wote wanaokufuatilia kwenye maisha yako. Yaani adui wake kufuatilia kwenye mambo yako ambayo unapangilia, maono yako. Atakapofuatilia, Bwana atatuma utisho kwa sababu tu umeweza kutafuta ufalme wake. Kanuni
Ile ilikuwa ni kanuni ya kwanza. Kanuni ya pili, unyenyekevu au kunyenyekea. Unyenyekevu au kunyenyekea chini ya mkono wa Bwana ulio hodari. Petro wa kwanza sura ya 5 na mstari wa 6. Kwanza tujue kunyenyekea. Kunyenyekea ni hali ya kujishusha, kujishusha mbele ya wengine, hasa wakubwa au wanaostahili heshima ya pekee kama vile Mungu ndiye akuheshimiwa, Mungu hakustahili. Kwa hiyo sasa Mungu anapenda watu wanyenyekevu. Wanyenyekevu anawainua, wanyenyekevu anawazidishia. Tulivyosoma ile kanuni ya kwanza, anawazidishia kwa sababu mnyenyekevu, ndani ya unyenyekevu kuna haki. Ile haki inampa mtu fursa ya kuongezewa kitu. Unyenyekevu ni silaha mojawapo ya kumpa mtu, kumweka kiwango cha juu, ya kumketisha pa juu sana. Hiyo basi, unapokuwa na hali hiyo ya unyenyekevu, Mungu lazima atakuinua katika maisha yako. Kama Yesu katika Wafilipi 2 mstari wa 9, Yesu alinyenyekea. Unaona, Mungu akamkirimia jina lililo kuu. Kwa hiyo utapewa jina lililo kuu katika biashara, utapewa jina kuu katika dunia, jina kuu, utapewa jina kuu, jina kuu, utapewa ukuu, utapewa utawala, utapewa heshima kuu, yani utaheshimiwa. Kwa hiyo ni lazima uweze kujua kanuni hii ya unyenyekevu itakutoa mahali. Siri kubwa ya kuinuliwa ni kunyenyekea. Na Mungu anapinga sana mtu ambaye hawezi kunyenyekea, akaweka kiburi ndani yake, basi yule mtu anakuwa adui wa Mungu. Kanuni ya tatu, japo kanuni ziko nyingi, lakini leo nataka niongelee tu kanuni 3 tu zitakusaidia katika maisha yako. Kanuni ya 3 nitaongelea utii au kutii. Biblia inasema kutii ni bora kuliko dhabihu. Angalia Samueli wa kwanza sura 15 mstari wa 22 hadi 23. Ukisoma vizuri pale kuanzia mstari wa kwanza, utagundua Sauli alipewa maagizo na Mungu kwamba akawaangamiza Abimeleki, yani wote wakawa katika hiyo sehemu Abimeleki walipo, wote waangamizwe kwa upanga. Na maana hapa Mungu alikuwa anampa order ni kutii, kwamba kila alichoambia akakifanya. Je, alifanya? Lakini tunaona kwamba kuna mahali alikengeuka, kwa sababu yeye aliambiwa ateketeze, lakini kuna mahali akabaki na vitu, akabaki na wale wanyama, ng'ombe, akabaki na, yani hakuwa wote, akaenda kinyume. Maana pale hakutisa. Mungu akasirika. Akasirika sana. Kwa nini mtu hajanitii? Kwa nini mtu hajataka kusikiliza maelekezo yangu ambayo nimempa mimi? Kama mimi amenidharau. Maana mtu asipokuwa mtii, ndani yake kuna dharau. Kwa ukiwa na dharau ndani ya roho ya mtu, basi hawezi kuinuliwa, hawezi kumiliki, tabaki kwenye taabu na mateso. Tuangalie tafsiri ya utii. Ni hali ya kufuata maelekezo ambayo umepewa bila kukiuka au kwenda kinyume. Au utii ni kitendo cha kukubali kufanya maelekezo au maagizo uliopewa na aliye na mamlaka juu zaidi yako wewe. Kwa hiyo unapokuwa na hiyo hali ya utii, basi kuna jambo Mungu analitenda juu ya maisha yako ya kila siku, kila wakati. Mungu ni mweza wa yote, anatenda kwa wale ambao wanautii ndani ya. Kwa mfano, kama angalia Hawa hakutii, ndio maana kifo kikaingia ndani ya Eden walivyokuwa naishi. Kwa ndani ya nafsi zao kukaingia na roho ya mauti. Kwa sababu gani iliingia? Kwa hiyo iliingia kwa sababu hawakutii. Kwa hiyo unapokosa ile kutii, unapokosa nguvu ya utii, basi tambua kwamba
kufanikiwa kutakuwa ni vigumu sana. Kwa hiyo ndugu wapendwa, nawasihi katika Bwana kwamba jitahidi katika kufuata kanuni hizi, zitakusaidia katika maisha yako. Pia usisahau kucomment na kulike na kusubscribe katika channel ya Eliezer TV, ili yale masomo yanapokuja basi uwe wa kwanza kuyapata kabisa, na mwenende uweze kupata vitu tofauti. Kwa ukitii utapata mema ya nchi, na usipotii utakosa mema ya nchi.